Haya, mtazamaji, tumerejea tena na kama alivyokueleza Emmanuel Mwakapotela kwamba tutakuwa na wageni ndani ya studio, na mara hii tayari wako hapo wameshaketi katika viti tuweze kuzungumza kwa dakika hizi kuelekea pale saa 2 asubuhi nini ambacho tunakizungumza kwa siku hii ya leo, lakini pia matokeo yake ni yapi kwa hiki ambacho tunakijadili hapa. Niko na mhandisi Leo Magomba ambaye ni mkurugenzi wa miundombinu ya TEHAMA kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kadhalika niko na bwana Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya cyber security. Yeye atakuja kutueleza vizuri ina maana gani pengine tukileta kwenye Kiswahili hiki. Tunazungumzia jukwaa la 14 la utawala wa mtandao Afrika. Jukwaa la 14 la utawala wa mtandao Afrika. Utatueleza ni nini jukwaa hili, ni nini na pengine linafanyikia Tanzania kwa sababu gani, na ni siku gani na vitu gani ambavyo vitakuja kujadiliwa katika jukwaa hili la 14. Mosi, nikianza na mhandisi Leo Magomba, karibu sana. Asante sana. Tunajivunia kuwa nanyi tena kwa mara nyingine hapa ndani ya studio. Umekuwa wadau wetu wakubwa sana, Wizara ya Mawasiliano. Kwanza tuanze na hili jukwaa la 14 la utawala wa mtandao Afrika. Ni jukwaa gani na pengine linamaanisha nini? Asante sana mtangazaji. Jukwaa la mtandao wa Afrika, au tunasema tu jukwaa la mtandao, ni eneo ambalo linawezesha majadiliano ambayo yanahusiana sana na masuala ya mtandao, yani ya internet. Na unajua swala la mtandao ni swala ambalo ni mtambuka. Tunapozungumzia internet tunaangalia mambo mengi, sio tu kama matumizi ya internet peke yake, lakini pia tunaangalia mambo tofauti katika masuala ya internet. Kuna teknolojia ambazo zinahusiana na masuala ya internet ambazo zinatumia internet kwa ajili ya kuweza kuwasiliana, lakini tunaangalia pia masuala yenyewe ya mawasiliano, upatikanaji wa internet ya uhakika. Kwa hiyo kuna masuala ya kisera, ya udhibiti, masuala ya kanuni na matumizi ya internet ambayo yatakuwa yanajadiliwa katika mkutano huo. Kwa mambo la kwanza ni kujadili masuala ya kisera, lakini pia tutaangalia teknolojia zinazohusiana na mambo ya mtandao, especially hizi teknolojia ambazo zimeibukia, tunasema akili unde na teknolojia nyingine. Tutaangalia swala zima la usalama wa mtandao, kwa sababu ili kuwa na mawasiliano ya uhakika yanaendana pia na mawasiliano ambayo yako salama. Kwa tutaangalia pia swala zima la mawasiliano la usalama wa mtandao, lakini tutaangalia pia swala lingine la mashirikiano mbalimbali yaliyopo kimataifa. Namna gani ambayo inaweza kuwezesha kwamba ili huu mtandao uweze kupatikana kwa watu wote kwa uhakika. Ni jumla la eneo ambalo tutakuwa tunazungumzia kwenye mkutano huo. Tarehe ngapi unafanyika na pengine utakuwa unafanyikia wapi na kwa siku ngapi? Pengine wadau ukiacha sisi wa Tanzania ambao ndo wenyeji wa jukwaa hili, na kina nani pia utahudhuria? Mkutano huu utaanza tarehe 29 ambao tunasema ni day 0, ni siku ya kwanza kufika, lakini utafunguliwa rasmi tarehe 30 na kufanyika mpaka tarehe 31 katika ukumbi wetu wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere hapa Dar es Salaam. Na wageni wanakuja kutoka nchi mbalimbali kwa sababu ni mkutano wa Afrika. Watakuwepo mawaziri, watakuwepo mabalozi, watakuwepo mashirika mbalimbali ya kimataifa, kwa sababu hii sehemu ya mkutano ni sehemu ya mkutano wa Umoja wa Mataifa. Na pia watakuwepo wadau mbalimbali wengine wa sekta binafsi, sekta za umma, kwa makampuni mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya mawasiliano, waandishi wa habari na watu wengine wote wataweza kuhudhuria kwenye mkutano huo. Kwa ni mchanganyiko, kwa sababu ni jukwaa ambalo linahusia wadau mbalimbali ili tuweze kujadili pamoja mustakabali wa Afrika kwa masomo ya kidijitali. Ndio. Kwa nini sasa hivi? Kwa nini huu mkutano umekuja sasa hivi? Pengine nini ambacho kimeonwa kwenye huko niseme nini kwenye ulimwengu mzima huu wa kimitandao huko, pamoja na vile vitu vichache ambavyo umeniambia kwamba vitakwenda kuzungumzwa na mtakwenda kuviangazia? Kwa nini umekuja sasa huu mkutano? Actually mtangazaji, mkutano huu ni sehemu ya mkutano wa Umoja wa Mataifa. Mwaka 2005 kule Tunis, wakati dunia inajadili namna ya kuweza kuwezesha jamii mtandao, kuwezesha jamii ambayo inaweza kutumia TEHAMA kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii, ilionekana kwamba ili kuweza kufanikisha hilo swala la internet ni muhimu sana. Kwa sababu sasa hivi tuna mambo mengi tunafanya kwa njia ya internet. Tukisema tumezima leo internet,
kila kitu, shughuli nyingi sana zitakwama. Tunatumia mtandao wa internet kwa ajili ya elimu, tunasema elimu mtandao, tunafanya biashara mtandao, tunatumia afya mtandao, tunatumia mambo mengi sana kwenye mtandao. Kwa waliona kwamba ili kutengeneza jamii yenye maarifa, yenye habari sahihi, ambayo inaweza kutumia TEHAMA katika kuleta maendeleo yake ya kiuchumi na maendeleo ya kiuchumi na pamoja na maendeleo ya kijamii, swala la mtandao ni lazima. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa ulielekeza kuwepo na jukwaa ambalo litakuwa linajadili sasa namna gani matumizi ya internet yanaweza kutumika kuleta maendeleo ya kiuchumi pamoja na maendeleo ya kijamii. Kwa hiyo mkutano ulianza kuanzia kipindi kile. Kwa hiyo ni wa 14 kwa Afrika. Kwa jukwaa lenyewe lina miaka sasa hivi 20 sasa hivi. Kwa sababu mkutano huu unafanyika kimataifa na pia kwenye kanda. Kwa hiyo ni mkutano wa kikanda wa Afrika wa 14 ambao ushafanyika katika nchi nyingine, sasa hivi umekuja kipindi hichi kufanyika hapa nchini Tanzania. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza Tanzania. Na pengine nini wameona kwetu? Labda ninyi ndio mnazungumza, mhandisi wewe huko moja kwa moja kwenye masuala ya TEHAMA. Pengine sisi tupo kwenye nafasi gani kwenye matumizi haya ya TEHAMA kwa sasa? Inawezekana tuko vizuri na ndio maana safari hii tumepewa nafasi sisi ya kuhosti mkutano huu, ama nini kimetubeba mpaka kuleta huu mkutano? Kwa sababu mikutano mingi ya kimataifa sasa hivi tumeona imefanyikia sana Tanzania, na mara hii huu tena. Asante sana. Kuna masuala mawili na mwenzangu anaweza kuongezea mengine. La kwanza, nafikiri diplomasia yetu sasa hivi iko katika ukanda huu wa Afrika na dunia iko sehemu nzuri sana. Kwa hiyo inatubeba katika maeneo mengi sana. Sawa. Diplomasia yetu ya uchumi na mambo mengine ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akisimamia inatuweka katika nafasi nzuri ya kuweza kuingia kuonekana kwamba tunaweza kuongoza katika maeneo mengi. Lakini pia kwenye swala la kidijitali, Tanzania ukiangalia kwenye zile index ambazo zinatolewa na shirika la kimataifa ITU ambalo linasimamia masuala ya mawasiliano, limetuweka kwenye ile nafasi ya tier 1, tunasema nafasi ya juu kabisa, pamoja na nchi za Marekani, Uingereza na sehemu nyingine kwenye eneo la usalama mtandao. Tumekuwa grade maeneo hapo. Kwa Afrika ni nchi ya 3. Kwa hiyo tunapiga hatua kubwa sana kwenye maendeleo ya kidijitali, ambao wenzetu wana sehemu kubwa pia kuja kujifunza toka kwetu. Ndio maana tumeteuliwa kipindi hichi. Ilikuwa nafasi ambayo iliombwa na watu wengi, kwa sababu ilitangazwa, kila mtu alikuwa anatoa expression of interest, inabidi aombe. Kwa tulipeleka maombi yetu na wakaona kwamba sisi tunafaa sasa hivi kuandaa mkutano mahali hapa. Sawa. Nikupumzisha kidogo mhandisi, nije kwa Bwana Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya cyber security. Cyber security maana yake nini? Kwa mtu mwingine ambaye anatutazama au anatusikiza sasa hivi inawezekana haelewi nini maana ya cyber security. Ni usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya digitali. Cyber security na digital forensics investigation. Yes. Na ninyi huku mnaingiaje? Kimsingi ni kwamba kama alivyosema mkurugenzi leo kwamba miongoni mwa mijadala ambayo tutakuja kuijadili kwa upana wake ni pamoja na masuala ya cyber security. Kwamba tutakuja kujadili haya masuala ya usalama mitandao, kwa sababu kimsingi kwa sasa hivi tulipo ni kwamba huwezi kuzungumzia swala la TEHAMA ama uzungumzie swala la internet bila kugusia kwa ukamilifu wake swala la usalama wake. Kwa sababu hiyo ndio inafanya watu wanaiamini hiyo mitandao wanaenda kuitumia. Hiyo ndio itapelekea watu waone kwamba wanapokuwa huko wanakuwa na uhuru na amani ili waitumie kwa manufaa yale chanya ambayo wanategemea watumie. Kwa hiyo ndio sababu kubwa kuona kwamba kwenye mijadala hii yote ambayo inaendana na masuala ya TEHAMA, basi swala hili la usalama mitandao pia ni swala ambalo lazima lijadiliwe kwa upana wake. Na ukiangalia kwenye mkutano huu wa 14 wa IGF Africa, miongoni mwa pila ambazo zimeonekana ni hiyo masuala ya building trust na mambo ya resilience, ambayo yote haya ndio masuala ya cyber security ama usalama mtandao. Kuhakikisha kwamba tunaangalia mustakabali kwanza, tulipotoka, tulipo na huko mbele tunaenda vipi, ili kuhakikisha kwamba bara letu kwa ujumla wake linaendelea kubaki salama, na watumiaji wa mitandao na watumiaji wa teknolojia basi wanaendelea kuitumia hii teknolojia katika hali ambayo ni nzuri na kwa manufaa ili waweze kufanikiwa na kupata zile tunaita positive impact ya hizi mitandao. Kuna kitu kinaitwa ambacho kitakuwa ni sehemu ya mada
ama ajenda kitakachojadiliwa ambacho kinawahusu ninyi moja kwa moja. Pengine ningetamani nipate maelezo yake na kwa namna gani ambavyo kitajadiliwa katika mkutano ule. Swala la usalama mtandaoni, uhimilivu na uaminifu. Usalama mtandaoni, uhimilivu na uaminifu. Maana yake nini? Na pengine ni kwa namna gani kitajadiliwa hiki? Kwanza ukisema uhimilivu, maana yake sisi tunachozungumza kwenye masuala ya usalama mitandao, kuna jambo moja ambalo tunalizungumza kwa ukubwa sana, kwamba hakuna nchi yoyote duniani inayoweza kukabiliana na masuala ya uhalifu mtandao kwa 100%. Na kutokana na hiyo huwa tunasema kwamba kila nchi lazima ifanye inavyoweza kuhakikisha kwamba inahimili changamoto hizi za uhalifu mtandao. Kwamba mfano hata kama unapata majanga ya kihalifu mtandao, basi yapo katika ile level ya wewe kuweza kuhimili ama kuvumilia na watu wako wakaendelea kufanya vizuri, yasikupelekee ukashindwa kufanya shughuli zako zote kutokana na hayo majanga. Kwa hiyo hilo swala ndio tunaita resilience, kwamba jinsi gani unaweza kuvumilia hizi changamoto za uhalifu mtandao. Namna nzuri ya mijadala ya tutaweza kuangalia jinsi gani watu wanaweza kupunguza changamoto za kihalifu mtandao na best practice, yani wengine kwenye mataifa mengine wameweza kufanikiwa vipi, wanafanyaje, ikiwepo sisi tulivyofanya vizuri kwenye maeneo mengi. Unaweza tukashare ule ujuzi na utaalamu kwamba ni namna gani tunaweza kutoka hapo na tukaweza kusogea mbele katika dunia hii ambayo uhalifu utakuwepo, lakini tunaweza kuvumilia, sio ule ambao unaweza kutuletea majanga makubwa. Lakini vile vile hilo swala lingine la kuaminifu, manake tunaita building trust, kwa sababu unajua mtandao ukiwa una changamoto, mfano wewe sasa hivi ukiona kwamba nikiweka pesa zangu kwenye simu yangu kwenye labda nikifanya miamala kwa njia elektroniki, basi zinawezekana wahalifu mtandao wakaingilia huko wakaanza kuiba hizo fedha. Kwa hiyo pale unakuwa una imani na hiyo mitandao. Kwa hiyo sasa jinsi gani tunajengea watu imani kwamba waendelee kuitumia? Mfano sasa hivi tunazungumzia Tanzania ya kidigitali, na ni ajenda kubwa sana. Tanzania ya kidigitali na digital economy, yani uchumi wa kidigitali, ni ajenda ambazo zinazungumzwa sana hapa nchini. Na inaonekana matokeo yake. Kwamba tunatamani wananchi wetu wa Tanzania, na hii ni ajenda ya kidunia, wenzetu walishaanza muda mrefu, kwamba tunatamani watu wetu watumie zaidi mitandao kufanya mambo tofauti. Ukiwa nyumbani ufanye miamala, usipate shida kwenda kuweka foleni na kadhalika. Sasa ili mtu aweze kuamini hiyo mitandao, aweze kuitumia akiwa na uhuru na amani kwamba vitu vyake viko salama, vinaenda vizuri, lazima basi tumhakikishie kwamba kuna usalama ambao una nguvu kubwa inawekwa kwenye huo usalama. Na ndio sababu kubwa, mfano hapa Tanzania sasa hivi tuna kitu kinaitwa Data Protection Commission, ambayo ina ulinzi wa taarifa binafsi, tume ya ulinzi wa taarifa binafsi nchini, kwamba mahususi kuhakikisha kwamba zile faragha za watu zinaweza kulindwa kupitia wanapofanya miamala, wanapofanya mawasiliano hapa na pale na kadhalika. Kwa hiyo hayo yote ni yanakuja kwenye upande huo wa kubuild trust, ama kuleta kuhamasisha kuamini hii mitandao. Na hii sasa inasababisha watu wengi wataendelea kuitumia mitandao, na wataacha kwa mfano swala la fedha, kuweka pesa nyumbani kwenye ndoo wanavyosema watu wengine, au vibubu. Kwenye vibubu, wajue kabisa kwamba natakiwa kuingiza kwenye mfumo wa kidigitali niweze kufanya. Sasa hivi kuna masuala ulipe tu na simu yako na vitu kama hivyo. Vyote hivi tutakuwa vinahamasishwa na vitafanyika vizuri kama tutakuwa tumewatengenezea imani ya matumizi ya mitandao kwamba iko salama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo ni swala la muhimu sana, na nafikiri tutalijadili kwa upana wake sana. Lingine hili ambalo naliona hapa Bwana Kileo, miundombinu ya umma ya kidijitali na utawala wa taarifa. Nafikiri umegusia kidogo pale namna ya taarifa za watu zinavyoweza kulindwa. Lakini umezungumzia kwamba nilichofurahia, amezungumza kwamba swala ni kuhakikisha kwamba kitehama sisi tuko vizuri. Hata kama tutapata madhara, basi yasiyo yale ya kutuathiri moja kwa moja. Na hili sio tu kutuathiri moja kwa moja, lakini zile ambazo zinaweza zikatatulika. Tukisema sasa tunaingia field kwenda kushughulika na matatizo haya, tuna uwezo wa kuyatatua. Sasa kwenye hili la miundombinu ya umma ya kidijitali na utawala wa taarifa, lenyewe limekaaje? Kwa sababu ni moja ya ajenda ambayo itazungumzwa. Unaona hapo tunazungumzia, unajua sasa hivi ili uweze kutehama, uweze kutamalaki kwenye taifa lolote,
lazima miundombinu, ndo anakuja mkurugenzi wa miundombinu hapa. Infrastructure, lazima hizi miundombinu yetu ikae katika upatikanaji wa kutosha, watu waweze mfano sasa hivi usifike sehemu labda umeenda kijijini ukose mtandao, unataka kufanya muamala wa kibenki labda hapo nampelekea mzazi ama mlezi huko kijijini, ushindwa kumfikia kutokana na kule hana mtandao. Kwa hiyo hizo infrastructure ama hiyo miundombinu sasa ni miongoni mwa mijadala, na nafikiri bottom line ama tunapotaka kufikia ni kwamba tuhakikishe kwamba kila nchi ya kwenye bara hili la Afrika basi inaboresha miundombinu hiyo, lakini vile vile inaweza kuangaliwa vizuri. Nakumbuka kuna kipindi watu walikata zile cables huko kwenye sea cables mpaka tokea miundombinu yetu ikawa na changamoto nyingi. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni jinsi gani tutaweza kudhibiti mambo kama hayo. Utawala wa hii miundombinu iweze kuwa na manufaa kwa wananchi ni utakuwa namna gani? Watu wake watanufaika vipi na hiyo miundombinu? Na ni maeneo gani labda bado kuna mapungufu na bado tunatakiwa kuboresha kuhakikisha kwamba watu wengi wanafikiwa na miundombinu ya TEHAMA ili kuhakikisha kwamba wanaweza kunufaika na yale manufaa yanayopatikana kwenye TEHAMA kama mwenzangu alivyosema kuhusiana na mawasiliano, kufanya miamala, kufanya nani mbalimbali za kijamii, kuna mitandao ya kijamii na wenzake, kuna masuala ya burudani, kuna kusoma, kuna afya, kuna sasa hivi tuna vitu tunaita kuendesha hii miundombinu muhimu, critical infrastructure, kama usafirishaji, mambo mbalimbali ambapo yote hiyo vile vile mbali na kuendeshwa tu kutumia TEHAMA vile vile inapaswa kulindwa ili kuhakikisha kwamba watu wanaitumia hiyo bila kupata tashwishi zozote pale wanapokuwa kwenye miundombinu. Sasa umezungumzia miundombinu, sasa hapa narudi kwa mkurugenzi. Mkurugenzi, kuna swala la ufikiaji wa mtandao kwa wote na uunganishaji wa maana. Nafikiri hii masuala ya miundombinu inaingia hapo. Hii nao ni moja ya ajenda. Nadhani pia mtenda kuzungumza kwamba tumefikia wapi pengine na malengo yetu. Hili limekaaje, na kwenye mkutano pia tukihusisha na kwenye mkutano pia namna gani tutalijadili? Karibu. Asante. Labda tuanze na takwimu zilizopo kwa nchi yetu. Kwa nchi za dunia, tunakuja Afrika, kuja na nchi. Karibu. Kidunia, takwimu ambazo zimetolewa na ITU ambao ni shirika la mawasiliano ambao linaangalia hizi statistics zote, nasema kwamba asilimia 68 ya watu wote duniani ndio wanaonekana wanatumia mtandao. 68 peke yake. Kwa unaona theluthi nzima ya watu walioko duniani bado wako nje ya mtandao. Ukija Afrika, wanasema asilimia 38 by ile ilifika 2024 ndio inaonekana inatumia mtandao. Lakini kwetu ni tofauti kidogo, sawa? Kwa nchi kama nchi, sisi ni hadi sasa hivi takwimu zimetolewa mara mwisho na TCRA zinasema ni asilimia 74 inaonekana wanatumia mtandao. Kwa hiyo unaona tuko zaidi ya average ambayo inaonekana ya Afrika. Afrika inaonekana asilimia 38, lakini sisi tuko 74 hadi sasa hivi. Lakini pia ukiangalia miundombinu ambayo inatoa hii huduma ya internet, especially mobile, sawa? Kwa sasa hivi kutumia teknolojia ya 3G wanasema tumefika asilimia 92 kwa Tanzania, lakini pia kwa ile teknolojia ya 4G tuko asilimia 91. Kwa kuna swala miundombinu tunaenda hatuko pabaya, tunaenda maeneo mazuri. Kwa tumebakiza asilimia chache tuweze cover maeneo yote, lakini ni kwa maeneo ya watu, kwa maeneo ya geographic ambao nasema ni maeneo ya nchi nzima bado iko kwa asilimia 74. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia, maana unajua teknolojia ya internet pamoja na ina faida kubwa sana kwa watu wote, lakini lipo kundi ambalo limeachwa. Kwa unafanyaje ukisha hili kundi ambalo limeachwa na ndio lipate hiyo huduma? Lisiweze kupanga foleni, lisiweze kupata shida nyingine. Kwa hiyo tunaangalia mawasiliano kwa wote. Sasa hapa Tanzania serikali ilianzisha mfuko unaitwa mfuko wa mawasiliano kwa wote, UCSAF, ambao umesaidia sana kuhakikisha kwamba unapeleka mawasiliano kwa maeneo ambayo si rafiki au hayana mazingira mazuri kwa wale watu wa huduma, hayawavutii kupeleka huduma. Ukiangalia UCSAF imeshapeleka minara takriban 1300 na kitu imejengwa hapa nchini, ambayo inapeleka mawasiliano kwenye vijiji zaidi ya 3700. Na kuna mradi ambao unaendelea sasa hivi ambao Mheshimiwa Rais alizindua wa minara 758 ambao utekelezaji wake umeshafika kwa asilimia 64 kwenda mbele.
tukikamilisha mradi huo tutakuwa tumefika sehemu nzuri, na mradi huo ulikuwa unasaidia pia kututoa kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanatumia simu tu ya kupiga na kupokea, hizi unasema simu za kawaida. Ilikuwa minara 304 wameweza kuiupgrade kuitoka katika teknolojia ya 2G ambayo inatumia simu za kawaida kuipeleka ambayo inaweza kutumia mtandao minara 304. Kwa hiyo hizo ni juhudi zote ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba kila mtu regardless alipo hapa nchini anaweza kupata mawasiliano ya uhakika na salama. Sawa sawa. Na kuna swala lingine la akili bandia ama akili unde, Kiswahili kipya sasa hivi. Akili unde na teknolojia zinazoibukia. Huku inawezekana watu wanafahamu kidogo akili unde ama akili mnemba kwa sababu elimu mnaitoa kubwa sana. Ni moja ya ajenda itazungumzwa katika mkutano huu. Pengine hii nao limekaaje? Lakini pia kwa upande wa hizi teknolojia ambazo zinaibukia, hili pia litakuja kwako Bwana Kileo akishazungumza mkurugenzi hapa. Kwa namna gani ambavyo mnadili nazo hizi? Hili tutalijadili kwa namna ipi? Hili ni swala ambalo sasa ndio linaibukia, yani katika teknolojia mpya hapa duniani na hapa nchini pia tumeshaanza kwenda nalo vizuri. Kwa hiyo tunaandaa masuala ya sera, masuala ya kanuni na udhibiti. Maanake teknolojia ya akili unde inakuja na mambo mengi sana. Inaweza ikabadili hata kipindi hichi ikakuwekea maneno mengine. Wewe umezungumza hivi ikasema hivi, sawa. Tunaona juzi hapa kwenye Grok walichokuwa nafanya kwenye mtandao, sawa. Watu wanachukua wanabadilisha picha wanafanya hivi, sawa. Yapo maneno mengi sana, lakini sisi tunajaribu kuweka tunajadili kuwa na sera na udhibiti ambao utafanya matumizi yake yaweze kuletea maendeleo. Kwa sababu inasaidia sana. Unajua sasa hivi unaweza ukaamka asubuhi, sawa, ukaona kitu chako unataka kufanya, ukiuliza kwenye akili unde itakuletea kila kitu ambacho unataka kufanya. Kama ni habari gani unatafuta na vitu vingine, inakusaidia kuweka vitu vingi sawa sawa. Akili unde inasaidia sana kwenye masuala ya afya, masuala ya kilimo, masuala ya usalama na mambo mengine mengi. Inasaidia kwa sababu inaweza kuchakata kwa haraka na kupata majibu kwa haraka, tofauti na wanadamu ambao wakati mwingine una process ndefu sana ya kufanya, lakini yenyewe unaweza kuuliza mara moja ukaifeed ikakusaidia ukafanya maamuzi yako kwa haraka na kwa wepesi katika mambo. Kwa hiyo tutaangalia masuala yote ambayo yanahusiana na akili unde, teknolojia inahusiana na nini, faida zake, tunafanyaje tuweze kuitumia kwa usahihi na mambo mengine yote ambayo yanapaswa kujulikana kwenye hii teknolojia. Tutakuwa tunaangalia yote kwa pamoja. Sawa sawa. Bwana Kileo, haitaishia hapo tu. Kwenye hiyo akili unde kama tunavyofahamu kwenye teknolojia zinazoibukia ambao akili unde, masuala ya big data, masuala ya IoT, 5G technology, ukiangalia haya vyote hivi na venyewe vina connect moja kwa moja na impact kwenye mambo ya cyber security. Ina connect vipi? Tunaona kwamba vitu kama akili unde imekuwa sasa hivi tunaona malalamiko mengi kwamba vinaweza, kama hapa pia ameeleza mkurugenzi, kwamba vinatumika wakati mwingine vibaya. Kwa hiyo hapo sasa vinaweza vikawa tayari either vinaingilia faragha za watu, na kumbuka akili unde inatumia data kwa wingi. Kwa hiyo inawezekana vile vile taarifa mbalimbali zikaingia kwenye sehemu ndio sio, lakini vile vile zinaweza zikatumika kwa ajili ya kusambaza hizi taarifa ghushi. Na ndio maana mara nyingi vitu kama hivi, hasa tunapoelekea kwenye matukio makubwa kama hivi ya uchaguzi, matukio ya labda mchezo hizi CAF, FIFA, nini, mipira na kadhalika, unakuta watu wengi wanakuwa na umakini sana kwenye eneo hilo, kwa sababu huenda taarifa ghushi, huenda mambo ambayo hayafai yakatumika ama yakaweza kufanyika kwa bora zaidi kutokana na hizi teknolojia zinazoibukia, watu wanazitumia kwa ajili ya kuleta changamoto kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ile namna ambayo nzuri ya kutumia hivi vitu visilete madhara, upande wa udhibiti wake, upande wa sera gani ambazo zinaweza zikatupeleka pazuri tukaweza tukanufaika na hizi teknolojia zinazoibukia, ni miongoni mwa mambo ambayo nafikiri yatajadiliwa kwa ukubwa wake, ili kuhakikisha kwamba watu wanatumia hivi vitu kwa sababu tunaamini ni vizuri na tunaamini kwamba vina manufaa mengi kwa watu, lakini yale mabaya ambayo yanaweza kuja nayo, basi tunaweza kuwa tumejipanga vizuri mapema na tukaweza kuondokana na changamoto mbalimbali. Tumeona akili unde mfano sasa hivi zimekuwa zikitumika kwa ajili ya vitu tunaita deepfake, kuleta taarifa ambazo ameongea mkurugenzi hapa kwamba unaweza wewe ukaonekana umevaa nguo hapo, mara umeshavuliwa nguo. Umeonekana unaongea swala hili ukabadilishiwa mazungumzo. Inaonekana uko hapa lakini wakasema ulikuwa
sehemu nyingine tofauti, lakini vitu kama hivyo. Lakini vile taarifa zile jinsi gani zinaweza zikaenda zikadanganywa kwenye ile data zikachezewa kule, alafu akili unde ikatoa taarifa ambazo sizo sahihi na mambo kama hayo. Kwa hiyo hayo yote hayo ni changamoto hizo. Sasa tunazikabili vipi? Tutaenda kwa sababu tunataka kuitumia na manufaa mengi na turahisishia vitu vingi, lakini sasa tutakabiliana vipi na changamoto zinazokuja na hizo teknolojia zinazoibukia? IoT mfano ni miongoni mwa teknolojia zinazoibukia, Internet of Things. Yani sasa hivi ukiangalia hata mfano SGR yetu unaona inatembea, lakini sensa zimewekwa kila mahali, ni teknolojia inaiongoza ile SGR kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Masuala ya umeme, magari na vitu mbalimbali, kuna kipindi nafikiri ulisikia kuna ndege nyingi zilishindwa kupaa kutokana na kwamba kulikuwa kuna changamoto ya mifumo. Kwa sababu gani? Hivi vitu vingi vinaongozwa na hivi vitu IoT, unakuta big data, kuna masuala hayo, cyber security ndio inaingia huko ndani, usalama mitandao, mambo ya artificial intelligence ambayo ndio hiyo akili unde na mengine yote kwa pamoja haya, ambayo sasa hivi tunaona kwamba kutokana na impact yake kubwa, si kwamba ni mapya kama inavyosemekana, yamekuwa muda mrefu. Ndio maana mimi nimesomea mambo hayo, lakini ni miaka kadhaa iliyopita. Lakini sasa hivi kutokana na impact yake inavyoonekana kwa ukubwa wake na yanavyounganika yote kwa pamoja kuleta changamoto nyingi, ndio tunaona kwamba kuna haja sasa ya mijadala madhubuti yanayotukusanyisha kama hivi bara zima, kukaa kwenye sehemu moja kujadili kwamba tunatoka vipi, tunaenda vipi, tuko wapi, tutafanyaje tuidhibiti ili tuweze kuitumia vizuri na vitu kama hivyo. Hivi nje kidogo ya tunachozungumza, huwa kuna utaratibu wa kumjengea mwananchi wa kawaida ya kutambua kwamba pengine hii video na sauti inayotoka kwa huyu anayezungumza sio sahihi, imetengenezwa na akili unde? Kwa ufupi ndio ipo, kwa sababu hiyo ndio elimu, na tunasema elimu ya uelewa. Na ndio maana kuna hichi kitu mimi ambacho na utaalamu nacho ni mambo ya digital forensics, kwenda kubaini kwamba hii kweli sauti ni ya huyu na video ni ya huyu. Kwa hiyo hilo unaenda sasa, unaingia chini kwenye uchunguzi huo wa kidigitali kuangalia kwamba uhalisia wa huyu ni vipi, mambo ya deepfake, masuala ya taarifa ghushi zinaweza kusambazwa labda kwenye mitandao na vitu kama hivyo. Lakini kubwa zaidi ndio hilo masuala ya uelewa kwa wananchi, masuala ya kuongezea watu wetu uwezo kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya hilo, kuweza kuthibitisha hiyo uongo na ukweli, kutumia hiyo akili unde kuweza kubaini kwamba kuna uhalisia gani kwenye haya mambo na vitu kama hivyo. Vyote hivyo ni mambo ambayo yanawezekana na ni hapo. Ndio. Mkurugenzi, kwenye mkutano, kwa sababu time yetu inakimbia, kwenye huu mkutano tutakaofanya, mimi ni mwananchi wa kawaida, lakini pia ni mdau wa masuala ya tehama, natamani kuhudhuria, naruhusiwa? Naruhusiwa. Mkutano ni kwa ajili ya watu wote. Ndio maana unasema ni jukwaa shirikishi, ni kwa ajili ya watu wote, kuanzia watunga sera, watu binafsi, watu wa shirika ya umma, yani watu wote wanaruhusiwa. Hata yule ambaye hajui kabisa teknolojia anaruhusiwa kuja kushiriki. Atajifunza vitu vingi sana na masuala ya teknolojia, kama alivyosema, atajifunza faida na hasara na kila kitu, na nini afanye, achukue hatua gani katika mambo yote. Kwa ili jukwaa ni kwa ajili ya watu wote, kila mtu anakaribishwa kuweza kushiriki kwenye mkutano huu. Sawa sawa. Nini unatamani unatamani wananchi wakisikia asubuhi hii kutoka kwako, tukiwa tunaelekea jukwaa hili kubwa? Binafsi ni kuwakaribisha sana kwenye mkutano muhimu sana. Waje wajifunze, waje watoe maoni yao, kwa sababu ni sehemu ambayo iko wazi. Waje waweze kuona kitu gani kinaendelea, na pia kutakuwa kuna maonyesho mbalimbali ya wabunifu ambao wanaonyesha hizi teknolojia zinavyobukia. Kwa hiyo watajifunza vitu vingi sana. Ni watu wote wanakaribishwa. Sawa sawa. Bwana Kileo, kwa upande wako? Kimsingi ni kwamba kwanza, kama alivyosema mkurugenzi, kwamba tunatamani kuona mpaka watumiaji wa kawaida wanaweza kuhudhuria ili wajifunze mambo mengi, ili wapate kujua vitu vingi kuhusiana na tehama kwa ujumla wake. Lakini vile vile tutoe wito kwamba tutakapopata kuhudhuria na kujifunza, basi watu wakitoka hapo waende wakafanya implementation, kwa sababu tusizungumze alafu tukaishia hapo, lakini tuende tukafanya implementation ama kwenda kuyatekeleza hayo, ili tuhakikishe kwamba taifa letu linaendelea kusogea mbele kiteknolojia kama spidi ambayo tayari tuko nayo kwa sasa chini ya serikali hii ya awamu ya 6. Tumeona wote kwamba ni mashahidi kwamba upande wa ICT kuna msisitizo na mkazo mkubwa tena kutoka kwa raia namba moja mwenyewe
kuhakikisha kwamba analisukuma vizuri hii ajenda kwenda mbele, kuhakikisha kwamba tuna manufaa makubwa matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo tukaenda tukafanya implementation na matumizi mazuri ya TEHAMA. Ni wito mkubwa ambao naweza kutumia fursa hii kusema, kwa sababu TEHAMA ina manufaa mengi, na tukitumia vizuri inaweza kutuletea mambo mengi mazuri, na tunapotumia vibaya inaweza kutuingiza kwenye majanga mengi tofauti tofauti, ikiwa pamoja na hali ya kuchukuliwa hatua mbalimbali na ukajikuta maeneo ambayo hukupenda sana. Sawa sawa. Mimi nawashukuru sana kwa kuweza kufika hapa, lakini pia mtazamaji, ni nafasi yetu sisi wote ambao ni wadau wa TEHAMA, kwa sababu hili bwana linamgusa kila mtu kwa sasa hivi. Unapozungumza TEHAMA, ulize swali, ufanye muamala kwenye simu yako ni sehemu ya TEHAMA pia, moja kwa moja, na uwe kijijini uwe sehemu gani. Na TEHAMA uzuri wake imeingia mpaka kwa wasisi ambao tunatumia zile simu wanaita za vitochi. Kote huko zinakwenda. Sasa nilikuwa hapa na mhandisi Leo Magomba ambaye ni mkurugenzi wa miundombinu ya TEHAMA kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kadhalika ni na bwana Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya cyber security. Wamezungumzia kuhusiana na jukwaa la 14 la utawala wa mtandao wa Afrika ambalo kimsingi litaanza tarehe 29, ni siku tatu, lakini tarehe 29 ni kwa ajili ya watu kuanza kuwasili. Tarehe 30 tutakutana pale Julius Nyerere International Conference Center, ama mkutano wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Tarehe 30 na tarehe 31 ndo haya sasa yaliyozungumzwa hapa yatakwenda kuzungumzwa, yatafanyika hapo. Maonyesho mbalimbali yatafanyika hapo. Mimi binafsi rai yangu ni kwa wanafunzi ambao wanasoma hasa huku kwenye masuala haya ya TEHAMA kuhudhuria, kwa sababu huwezi jua, kwa sababu kuna watu wengi wa kimataifa watakuwepo pale. Kutakuwa na kubadilishana mawazo pia, uone nchi fulani wao wamepigaje hatua kwenye masuala haya ya kitehama, lakini ukichanganya na kwetu, ukichukua uzoefu wa huku, uchukua uzoefu wa huku, na pengine ukapata marafiki kutokea hapo. Ukiwa chuo unakuwa unawasiliana nao, wao wanakupa uzoefu tofauti tofauti, ukichanganya na ambao umepewa na wataalamu wetu wa Tanzania, basi unaweza ukapata kitu kizuri sana. Mtazamaji, mimi naitwa Emili Lazarus. Dakika chache kutoka sasa unatazama habari ya asubuhi njema kutokea hapa Channel 10. Endelea kuwa nasi.